Habari mtazamaji wa LendDwellers, karibu sana katika kipindi chako cha Zijue Senti Zako, kipindi kinachokujia kwa ushirikiano wa LendDwellers pamoja na Toronto Legacy Services. Lengo la kipindi hiki ni kukufungua macho na kukufundisha maarifa yatakayokuwezesha kuweka fedha na kuziwekeza kwa ajili ya manufaa ya baadaye. Mada kuu leo ni kwa nini Watanzania wengi hawawezi kutunza fedha zao licha ya kwamba wanafanya kazi kila siku na kupata vipato vyao kila siku. Studioni utakuwa na mimi, mtaalamu wa elimu ya fedha. Jina langu ni Maombi Abdieli. Karibu sana. Tuanze na hali ambayo ni ya kawaida sana kwa watu wengi. Umeshawahi kupata pesa nyingi au mshahara mkubwa ambao kimoyomoyo ulijipa matumaini kwamba unaweza kumaliza mwezi mzima, lakini wiki mbili au wiki moja kabla ya ule mwezi kuisha unajikuta hauna kitu chochote, yani hauna akiba yoyote ambayo imebaki ndani, na wakati mwingine unaweza ukaenda mbali mpaka ukaenda kukopa kwenye vikoba na benki. Sasa hiyo ni hali inayowakuta watu wengi sana, na lengo la kipindi chetu leo ni kuangazia hatua kwa hatua nini tabia, nini mtazamo na ni kitu ambacho kinapelekea watu wengi kuendelea kusumbuliwa na hali hiyo. Sababu ya kwanza ni kukosa elimu ya fedha. Watu wengi hatuandaliwi mapema kwa kupewa elimu ambayo itatuwezesha jinsi ya kutumia, kutunza au kuendeleza fedha yetu kwa ajili ya manufaa ya baadaye. Hali hii inatufanya watu wengi tuendelee kuwa na hali ambayo hatupigi hatua yoyote kwenye maendeleo yetu ya kiuchumi. Unapokuwa hauna elimu na maarifa sahihi ya fedha ambayo yatakuwezesha wewe kuitunza na kuiendeleza fedha yako, hata kama unapata kiasi kikubwa kiasi gani, hauwezi ukapiga hatua yoyote kuelekea uhuru wako wa kifedha. Sababu ya pili ambayo inafanya Watanzania wengi washindwe kutunza fedha yao ni kukosa utaratibu wa kutumia budget. Budget ni mpango wa mapato na matumizi ya fedha yako. Ni ramani inayokuonyesha ni wapi pesa yako inatoka, pesa yako inafanya nini na ni kiasi gani ambacho kinabaki kwa ajili ya kufanya mambo mengine ya msingi sana. Budget ikikosekana, pesa yako utaitumia kiholela, hivyo pesa nyingi itakuwa inapotea pasipo wewe kuelewa, na ni ngumu sana kufanya lolote la kiuchumi, la kimaendeleo. Sababu ya tatu ni kukosa malengo ya kifedha. Unapokuwa unaishi bila malengo yote ya kifedha, hautakuwa na tahadhari katika matumizi yako ya pesa kila siku. Matokeo yake utakuwa unatumia fedha kiholela bila kuwa na lengo lolote ambalo unatarajia kulikamilisha. Kwa mfano, mtu yoyote ambaye anatumia pesa zake huku akiwa na malengo, kwa mfano ya kununua kiwanja, lengo hilo litamsukuma yeye kutumia fedha zake kwa akili na kuacha akiba ambayo itamfanya aweze kutimiza lengo lake. Mtu mwenye malengo ya kuanzisha biashara, huyo hawezi kutumia pesa yake kiholela. Ni lazima atafanya kila anachoweza kwenye kile kipato anachokipata, kuweka sehemu ya kile kipato ili aweze kujiuliza na kupata mtaji ambao utamwezesha kufanya ile biashara ambayo anatarajia kuifanya. Vivyo hivyo kwa mtu ambaye anatarajia kujenga nyumba, atafanya kila anachoweza. Katika kila kiasi anachokipata, itamlazimu kuweka akiba ambayo itamsukuma kuwekeza katika kukamilisha lile lengo ambalo analifanya. Sababu ya nne ni kuwa na matumizi ya kihisia, kwa Kiingereza tunaita impulse buying. Haya ni matumizi ambayo mara nyingi unayafanya bila wewe kuyakusudia. Kimsingi yanakuwa hayapo katika malengo yako wakati huo, lakini unajikuta umeyafanya. Kwa mfano, unakuta mtu unatembea barabarani, unakuta kuna vitu vizuri vimewekwa njiani, kwa mfano nguo nzuri, simu nzuri au kitu chochote ambacho wakati huo haukuwa umepanga kukinunua, lakini kwa sababu umeviona na umetamani kuvinunua, unajikuta umeingia katika mtego wa kufanya matumizi pasipokuwa na mpango nayo. Fedha inapotea si kwa sababu hauna, itapotea kwa sababu umeifanya katika utaratibu ambao haukuwa umeupanga wakati huo.
Kwa hiyo hali hii inapelekea watu wengi kupoteza pesa nyingi ambazo zingewasaidia katika mambo ya msingi sana baadaye. Na mara nyingi unapofanya matumizi ya design hii, kinachotokea unakuwa unajuta sana katika moyo wako, kujiuliza maswali, kwa nini nimefanya hivi? Kwa nini nimefanya hivi? Na ndio maana watu huwa wanapenda kutumia budget ambayo itawaongoza katika matumizi yao ya kila siku, na hivyo kuepuka matumizi yale ambayo hayapo katika ule mpango. Sababu ya mwisho ni kukosa nidhamu ya kifedha. Unaweza ukawa na elimu nzuri ya kifedha, unaweza ukawa unatumia bajeti vizuri, unaweza ukawa unaepuka yale matumizi ambayo sio ya msingi, lakini kama hautakuwa na nidhamu thabiti ya kifedha, hautapiga hatua yoyote. Kwa hiyo nidhamu ni kiungo muhimu sana kuelekea kwenye uhuru wa kifedha. Unapokuwa una budget, hakikisha unaikamilisha au unaifuata kwa uaminifu, ili uweze kutekeleza yale matakwa ya bajeti yako kwa vipaumbele husika, ili mwisho wa siku uweze kufika mahala pazuri katika safari yako ya kuelekea uhuru wa kifedha. Sasa mtu anaweza akajiuliza, nitafanya nini ili niweze kuondokana na kazi hii? Mara nyingi huwa tunashauri mambo makubwa matano yafuatayo ili uweze kujinasua katika huo mtego, au ili yaweze kukusaidia wewe usiingie kwenye huo mtego wa kushindwa kudhibiti fedha yako pale unapokuwa umeipata. Kitu cha kwanza cha msingi cha kufanya ni hakikisha unatengeneza bajeti ambayo ina akisi maisha yako ya wakati huo. Budget tumeshasema ni ule mpango wa mapato na matumizi ya fedha yako. Utakapokuwa umepata kiasi chochote cha fedha yako, hakikisha unaigawa katika vipaumbele vyako kulingana na malengo yako. Tumia kanuni rahisi, mfano kanuni ya 50-30-20, ikiwa na maana ya kwamba katika kila kipato ambacho utakipata, hakikisha 50% ya hicho kipato, ambayo let's say kipato chako ni milioni 1, hakikisha 50% ya hiyo milioni 1 ambayo ni 500,000 inatengwa kando kwa ajili ya yale matumizi ya msingi sana kama chakula, ada, usafiri na kadhalika. Lakini 30% ya hiyo milioni 1 yako ambayo ni 300,000 itenge pembeni kwa ajili ya yale matumizi ambayo ni ya matamanio, yaani ni yale matumizi ambayo sio ya lazima sana lakini yapo. Mfano wake ni kula mgahawani, kununua nguo mpya za fashion, simu kali na vitu kama hivyo. Lakini usisahau 20% kati ya hiyo milioni 1 ambayo ni shilingi 200,000. Hiyo inatakiwa iwekwe pembeni kwa ajili ya kuweka akiba na uwekezaji. Wakati mwingine unaweza ukatumia kulipa madeni ambayo uko nayo. Sasa hii kanuni inaweza ikabadilika kulingana na unavyopata kipato, lakini kulingana na malengo yako. Unapokuwa una madeni mengi, lazima utapunguza kwenye matamanio ili uongeze huku kwenye madeni, ili upate fursa nzuri ya kuweza kumaliza madeni yako kwa wakati, kwa muda mfupi sana. Kitu cha pili ambacho unaweza ukakifanya ni kuwa na malengo ya kifedha. Hakikisha unakuwa na malengo ambayo unatarajia kuyakamilisha. Hayo yatakufanya uwe na msukumo wa ndani wa kuwa na nidhamu ya kuweka akiba kila unapokuwa umepata pesa yako, ili mwisho wa siku uweze kukamilisha lile lengo ambalo unatamani kulikamilisha. Kitu cha tatu, hakikisha unapata maarifa sahihi ya elimu ya fedha. Hakikisha unajifunza elimu ya fedha na maarifa mengi ambayo yatakuwezesha wewe namna ya kutumia na kuitunza fedha yako, ili wakati mwingine uweze kuwekeza ili upate uhuru wa kifedha haraka inavyowezekana. Kitu cha tatu, hakikisha unakuwa na nidhamu ya kifedha. Hakikisha unatekeleza bajeti yako kwa uaminifu. Hayo yote yanaweza yakakufanya ukafika hatua moja au hatua ya pili kuelekea uhuru wako wa kifedha. Haya ni machache sana ambayo yanaweza yakakuepusha katika mtego wa kushindwa kuitunza fedha yako unapokuwa umeipata. Kwa hiyo hakikisha unapata elimu yako ya fedha kila siku. Tengeneza bajeti na uifuate kwa uaminifu. Epuka matumizi ambayo siyo ya lazima sana na matumizi ya kihisia, lakini kikubwa zaidi ni uendelee kujifunza kila siku.
hapa ndiyo mwisho wa kipindi chetu. Mpaka wakati mwingine, tukutane wiki ijayo katika kipindi chetu ambacho tutaangazia mada inayosema budget na umuhimu wake kuelekea kwenye uhuru wa kifedha. Ulikuwa nami mtangazaji wako, mtaalamu wa fedha na uwekezaji. Jina langu ni Maombi Abdieli. Karibu sana, tukutane wiki ijayo.